tunaanza huduma ya mavuno, na nikaomba mwongozo kwa mchungaji kwa ajili ya neno ambalo ndilo linalotuongoza. Nikapata mwongozo kwamba ni kutoka kitabu cha Kutoka, ambapo ni Kutoka 23 mstari wa 16. Kutoka 23 mstari wa 16. Mahali hapo pameandikwa, tena sikukuu ya mavuno, hayo malimbuko ya kazi za kupanda mashambani, tena sikukuu ya kukusanya, mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyotabikia shambani. Mstari wa 16, tena sikukuu ya mavuno, hayo malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani, tena sikukuu ya kukusanya, mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyoyatabikia. Niliposoma mstari huu nikapata neema kusoma na ile Zaburi 126 ule mstari wa 5 hadi wa 6. Mahali hapo nikakutana na maneno haya: wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, achukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, achukuapo maganda yake. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapopata muda unaweza ukasoma ile Mhubiri mlango ule wa 11 mstari wa 4 hadi wa 6. Utakapopata muda utasoma Mhubiri mlango wa 11 mstari ule wa 6. Niliona kwenye tangazo limeandikwa maneno haya: tumtolee Bwana sadaka ya mavuno kwa moyo wa kupenda na furaha. Tumtolee Bwana sadaka ya mavuno kwa moyo wa kupenda na furaha. Ndivyo nilivyoona, kama niliona vema baba mchungaji. Na niliposoma nami nikaongeza maneno haya: utumishi mwema uletao urejesho wa kicheko na kufutwa machozi. Utumishi mwema uletao urejesho wa kicheko na kufutwa machozi. Nilipoandika hivyo, baadaye tena nikaandika sadaka ya mavuno na urejesho wa kicheko na kufutwa machozi. Sadaka ya mavuno na urejesho wa kicheko na kufutwa machozi. Habari hii ambayo tumeisoma inatupa umuhimu wa kutambua kwamba Mungu ndiye asili ya mafanikio yetu. Mistari hii tuliyousoma ndani yake inatuambia sadaka ya malimbuko na sadaka ya mavuno. Mstari huu tuliousoma ni lugha ambayo imetumika, lugha ya mambo ya kilimo. Mstari huu tuliousoma ni habari ambayo inatuambia juu ya sikukuu mbalimbali ambazo wenzetu walikuwa wanafanya, ikiwako sikukuu ya Pasaka ama mikate isiyotiwa chachu, na hii ya mavuno ama majuma ama Pentekosti, ikiwako na sikukuu ya vibanda.
Nilibarikiwa nilipokutana na habari inayozungumza katika ile Wagalatia ule mlango wa 6 mstari wa 9, mahali hapo painibariki nilipokutana napo, pakieleza kwamba wacha Mungu wasichoke katika kutenda mema, watalipwa kwa wakati wake, wasipozimia roho. Hawatalipwa kwa wakati wao, bali watalipwa kwa wakati wake. Na kama ni kulipwa kwa wakati wake nani? Wakati wake Mungu. Wana Iringa Road, Dodoma na mara popote ambapo ujumbe huu unafika, habari hii ambayo tunaisoma, ambayo inatupa kanuni ya kupanda na kuvuna, na inatuonesha bidii ya uwajibikaji, inatuonesha bidii ya kujisimamia. Habari hii tuliyoisoma inatuonesha kuto kukata tamaa katika kila tunalolitenda. Habari hii ambayo tunaambiwa kuto kukata tamaa, na kama ndani yake ni lugha ya kilimo. Na mshangaa Yesu siku moja akaongea katika ile Mathayo 13:1 hadi 8, na zaidi sana mstari ule wa 8, anapoeleza mbegu moja kuangukia katika udongo mzuri, ikizaa 100, nyingine 60, nyingine 30, lugha ya kilimo. Na Yesu akaongea katika ile Yohana 12:24 hadi 26, akielezea mbegu isipodondoka ardhini hukaa vivyo hivyo, lakini ikidondoka ardhini huzaa sana. Na hapo 26 anaeleza, na mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Wapendwa watumishi wa Bwana, ambao leo ni siku yetu ya mwanzo wa sadaka ya mavuno, hawenzetu ambao walihusika na mazao mbalimbali, nikanaangalia mazao ambayo hawenzetu waliweza kuhusika nayo, nikaona mazao mbalimbali, na mazao hayo yakanishangaza, na ikitajwa na zabibu ndani yake, ikitajwa na matango ndani yake, ikitajwa na tini ndani yake, ikitajwa na maharage ndani yake, yametajwa mazao mbalimbali. Na kama ni sikukuu ya mavuno, na kama ni mambo ya kilimo, twaweza kuhusisha pia na mambo ya ufugaji. Na kama leo ndio mwanzo wa sikukuu yetu ya mavuno, nimeshangaa kuona kwamba wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Kila utumishi ambao tunatumika katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, nitamke, Mungu akujalie mwisho mwema wenye kicheko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hali ya kupanda kwa machozi, kupanda kwa uchungu, kupanda kwa maumivu, na kama ni hali ya lugha ya kilimo, ni imani ya pekee kwa mkulima, ni imani ya uthubutu kwa mfanya biashara, ni imani ya uthubutu kwa mfugaji, ni imani ya uthubutu kwa kila anayejaribu kuanza hatua akitaraji mavuno, pamoja na ushindani mbalimbali wa ushindani uliopo, lakini hajaacha kutenda analotenda. Asante kwa maombi yenu ya mwanzo, kwamba tulipokuwa tunaanza Januari, kwamba uso wa Bwana uende pamoja nasi, na sasa tunaanza na sadaka ya mwanzo kama malimbuko ya mavuno. Na kama Mungu tutoapo sadaka ya mavuno, ikumbukwe kuwa
Kila sadaka ya mtoa sadaka inaambatana na moyo wa mtu atoaye sadaka. Kila sadaka ya mtoa sadaka inaambatana na moyo wa mtu atoaye sadaka. Mathayo 6:19-21 inaeleza vile ambavyo hazina ya mtu pale ilipo, ndipo na moyo wake upo papo hapo. Na kama tunatoa sadaka ya mazao ambayo kama ni mahindi lishe, kama ni alizeti kama idara ya kwaya ambavyo imetangaza, na kama ni zabibu na mazao mbalimbali, nimebarikiwa kuona kwenye tangazo hata magari yapo kwenye eneo la matangazo na viroba mbalimbali vipo. Mungu wa baraka, sadaka ya kila ujuzi ambayo tutakuja nayo katika kumtolea Bwana ni alama ya mioyo yetu ya shukrani mbele zake, kwamba ni Mungu umetenda, Mungu mwenye mvua, Mungu mwenye jua. Na kama tangazo letu linaonyesha, tumtolee Mungu kwa moyo wa kupenda na furaha. Ninabarikiwa kuona ile Mathayo 22:37 na Kumbukumbu la Torati ile 6:5 ikieleza kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa nguvu zote, kwa akili zote na kwa roho zote. Mungu awabariki katika sadaka ambayo kila mmoja atamtolea Mungu kwa kupenda, kwa moyo wote, kwa nguvu zote, kwa roho yote na kwa akili zote. Siku moja nikabarikiwa nilipomsikia mtu akisema, akili kichwani, Yesu moyoni, pesa mfukoni. Akanishangaza. Lakini kama tunapotoa sadaka kwa moyo wa kupenda, pamoja na ufahamu wetu, pamoja na akili zetu, pamoja na nguvu zetu, vyote ni Mungu ametuwezesha ili tuweze kumtolea. Na jambo lililonibariki, na kama anaeleza juu ya malimbuko, sawasawa na ile Mithali 3:9, kumheshimu Bwana kwa malimbuko ya mazao yetu. Siku moja mtu mmoja alipopata mshahara wake wa kwanza, wakatofautiana imani yake na mzazi wake. Mzazi wake akawa anasema, kwa kuwa ni malimbuko ya mwanzo ni ya kwangu. Mtoto akawa anasema, kwa kuwa ni malimbuko ya kwanza ni ya Mungu. Maana hata kabla sijawa na hichi bado niliendelea kuishi kwamba ni Mungu ametenda. Tunapotoa malimbuko haya, Mungu awakumbuke. Na kama kiko kicheko, na kama nimebarikiwa kuona aliyesoma ile Isaya 51:3, Mungu anatangaza majira ya furaha na kicheko katika ardhi hii na katika anga hili. Sadaka ambayo tunaenda kumtolea Mungu sasa, Mungu akupe kicheko, Mungu akupe furaha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kwa nini? Kwa sababu nimetoa kwa hiari, sawasawa na ile Wakorintho wa pili 9:6-7-8, ambapo si kwa lazima, si kwa kushurutishwa. Mungu ambaye ametufanya tusimame na kumtumikia kwa kadri ambavyo kila mmoja amesimama kumtolea Bwana, na ndivyo tunavyomwomba Mungu aweze kutenda yaliyo mema. Siku moja Mfalme Hezekia alipotumika kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa kutenda mema, hata ilipoingia jambo ambalo si jema, na hata alipomlilia Bwana, na hata akafika mahali akasema, Bwana kumbuka, nikuombe mtu wa Mungu, sadaka ya mavuno ambayo unamtolea Bwana. Fika mahali kama huyu Mfalme Hezekia ambaye akasema, Bwana kumbuka nilivyoenenda sawa sawa na mapenzi yako mbele zako. Na hata Mungu alipokumbuka akamwongezea ofa ya miaka 15. Kwa nini? Kwa sababu amesema kumbuka. Ile Mhubiri 11:4-6 inaeleza vile ambavyo mkulima wa yeyote mwenye uthubutu haangalii jua, haangalii mvua sio tishio,
Na kama vile mtu hawezi kuogopa yote haya, ninatambua kuna sadaka ya zaka, kuna sadaka ya shukrani, kuna sadaka ya michango, kuna sadaka mbalimbali. Na kama vile mtu asivyojua ni namna gani mtoto anaumbika moyoni, ni namna gani mifupa inatungika moyoni, vivyo hivyo hii sadaka ambayo unatoa kwa ajili ya mavuno, kwa ajili ya zaka, kwa ajili ya shukrani, Mungu aweze kukukumbuka, maana kila sadaka ina baraka zake. Na kama leo tunakuja kwa moyo wa shukrani kwamba ni Mungu ametenda, sawa sawa na ile Kumbukumbu la Torati ile 8:4 hadi 18, akitahadharisha na tukitahadharishwa hata sasa kwamba utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kila kitu ulicho nacho kitakapokuwa kimeongezeka, moyo wako usiinuke na kusema nguvu zangu na uwezo wangu ndivyo vilivyoniwezesha kupata utajiri, bali utamkumbuka Mungu wako akupae nguvu za kupata utajiri. Utoapo sadaka hii ya shukrani ya mavuno kwa ajili ya mifugo, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya ujuzi, kwa ajili ya kilimo, Mungu aendelee kuwa baraka kwa kila kazi za kila mmoja ambaye anazitenda popote alipo. Nilibarikiwa siku niliposoma ile Zaburi ya 37 ule mstari wa 25. Daudi akanishangaza akisema, toka amekuwa kijana na sasa amekuwa ni mzee, hajaona mwenye haki ameachwa, wala uzao wake ukiwa omba. Katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, kwa utumishi huu ambao kila mmoja anatumika, Mungu aone kizazi chako kwa wewe ni mwenye haki, pamoja na uzao wako usio uzao wa omba, pamoja na hali ikiwa ngumu, lakini bado Mungu aendelee kubaki kuwa ni Mungu. Ingawa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unatiwa moyo, unahuishwa, unafanya mpya kila siku. Ingawa hali inaweza ikakaa tofauti, nikutie moyo mtu wa Mungu, ni imani ya ujasiri kwa Bwana pasipo kujihurumia, ili Mungu anayetuhurumia tuendelee kumtumikia huyo daima. Kwa nini? Ili ndiye anayemiliki nyakati zetu. Baba mchungaji, baraza la wazee, ushirika wa Iringa Road, Mungu asiwache uzao wenu na wala usiwe omba, na hata kama mazingira yatagoma. Daudi anakiri akisema, sijaona mwenye haki ameachwa. Mtu mwovu hata akifanikiwa ni mafanikio ya muda, lakini kwa mcha Mungu, mafanikio ya Mungu aliye mwaminifu vizazi na vizazi. Na Mungu asiye na njia moja ya kutunza watoto wake. Tunapokuja na sadaka ya mavuno kama moyo wa shukrani, na kwamba ni Mungu umetenda, akumbuke uzao wako, akumbuke maisha yako, na kila ulitendalo likapate kufanikiwa, hata wakati wa kiangazi, hata wakati wa jua kali, hata wakati wa ukame. Nikuombee kibali kwa Bwana, nikuombee neema kwa Bwana, nikuombee kuinuliwa kwa Bwana, nikuombee afya kwa Bwana. Na kama kuna kufutwa machozi, yako machozi ya ndani, yako machozi ya nje. Kama ziko huzuni, yuko achukua huzuni zetu. Achukua huzuni zako na akupe kicheko. Kama kuko kuchoka, iko huisho, na Mungu wa huisho alete huisho. Kwa nini? Tumekuja mbele zake aliyetutendea haya yote, na akupe muda mrefu wenye kufurahia maisha mema. Na kuombea mwisho mwema, 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 na kuombea mwisho mwema. Mwisho mwema ni sehemu ya mavuno yako. Mwisho mwema ni sehemu ya furaha yako. Mwisho mwema ni sehemu ya mafanikio yako. Popote ulipo, lolote ufanyalo, mwisho mwema
Popote ulipo, lolote ufanyalo, mwisho mwema. Popote ulipo, lolote ufanyalo, mwisho mwema. Katikati ya ushindani, katikati ya vita, uwe na mwisho mwema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mavuno ya mwaka huu Mungu akupe kicheko. Mavuno ya mwaka huu Mungu akupe furaha. Mavuno ya mwaka huu Mungu akupe rejesho. Kila kilicho mbali nawe kikurejee tena, maana ni Mungu wa urejesho. Nampenda Mungu katika ile Ayubu 42 mstari wa 10 hadi 15. Mungu wa urejesho. Kila kitu kilipoharibika Ayubu akamrejeshea maradufu, na inaeleza ile Biblia pale chini hata watoto wake waliozaliwa, Biblia inasema walikuwa wadada wazuri kuliko wazuri wote. Mungu wa urejesho akurejeshe kila kilicho kizuri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu wa urejesho akurejeshe kila kilicho chema. Mungu wa urejesho akupe mwema mzuri. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu, Yesu Mungu Baba, katika jina la Yesu tuna haja na wewe, tuna haja na wewe. Wewe ni Mungu wa mwisho mwema, wewe ni Mungu usiyetelekeza watu. Kwa jina la Yesu tuna haja na wewe, tuna haja na wewe. Uliye afya yetu, uliye nguvu yetu, uliye kibali chetu. Tuna haja na wewe Bwana. Ziko nyakati tumechoka, tuna haja na wewe. Ziko nyakati tumekata tamaa, tuna haja na wewe. Ziko nyakati tumekataliwa, lakini wewe ni Mungu uliye baraka yetu, unayemiliki nyakati zetu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana, siku ya leo ya 23 Agosti 2026 napokuja mbele zako kwa shukrani ya sadaka ya mavuno, kwamba ni Mungu umetupa akili, ni Mungu umetupa afya, ni Mungu umetupa mke, umetupa wake, umetupa watoto, umetupa nafasi, umetupa kila kitu. Kwa jina la Yesu Kristo anasema, Mungu wa mbingu na nchi, asante kwa ajili ya ushirika huu wa Iringa Road, asante kwa ajili ya akina baba, asante kwa ajili ya akina mama, asante kwa ajili ya wageni, asante kwa ajili ya watu wote Bwana. Nakabidhi mikononi mwako unapoanza siku ya leo mpaka 25 Oktoba kwa ajili ya sadaka mbalimbali. Wastawishe watoto wako, waneemeshe watoto wako, waokoe na roho ya mauti, waokoe na magonjwa, waokoe na vita. Katikati ya vita uwatetee, katikati ya ushindani uwapiganie, katikati ya kukataliwa wafungulie milango ya baraka, katika jina la Yesu Kristo anataye. Waliopo na watakao kuja, Bwana, wape kicheko, wape mwisho mwema, wape kicheko, wape mwisho mwema. Mavuno ya furaha kwa ajili ya maendeleo ya binafsi, mavuno ya furaha kwa ajili ya maendeleo ya jimbo, mavuno ya furaha kwa ajili ya ushirika huu, mavuno ya furaha kufikia malengo yao, katika jina la Yesu Kristo anasema, Baba, naweka mikononi mwako ambao mimba inaharibika, wape mwisho mwema wa uzao ulio mwema, katika jina la Yesu Kristo anasema, mimba inayoharibika, maana imeandikwa hapa, takuwepo tasa wa mwenye kuharibu mimba. Baba wa milele, naomba uzao mwema kwa jina la Yesu Kristo. Uwe baraka ya madhabahu hii, uwe amani ya madhabahu hii. Wajalie mwisho mwema, urejesho, mwisho mwema, urejesho, mwisho mwema, urejesho. Kila kilichopotoka mikononi mwao warejeshe sana kwa jina la Yesu. Wape riziki yao ya kila siku
kwa damu ya Pasaka. Amen. Mungu wa baraka awabariki, awatunze, aendelee kuwa pamoja nanyi na kila utumishi mwema mnaomtumikia. Maandiko yanasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Hata mtu akikudharau, lakini Mungu amekuheshimu. Ni heshima iliyoje kuheshimiwa na Mungu, ni heshima ya pekee. Akuheshimu wewe na uzao wako wote, na kila ulifanyalo vipate heshima. Katikati ya ushindani, vitu vyako vipate heshima, kwa jina la Yesu Kristo anasema. Mchungaji, bariki.